haikusudii imtizajan wa ikhtilafan bil makhluqin, kwamba kujichanganya na viumbe, bali maana yake ni bali huwa subhanahu fawqa arshihi, bali yeye Allah subhanahu fawqa arshihi, yupo juu ya arshi yake, kama akhbara an nafsihi, kama alivyoeleza kuhusu nafsi yake, wa kama yaliqu bi jalalihi subhanahu, na kama ambavyo au kwa namna ambayo inaendana na yeye. Tunaelewa? Yani yupo juu ya arshi kwa namna ambayo yeye anaijua. Al-istiwa'u ma'lumun wal kayfu majhul. Istiwa inafahamika, maana yake kwamba istiwa ni ala al-arsh, yupo juu ya nini? Ya arshi. Ama kaifia, namna ya alivyokuwa juu ya arshi hajatueleza. Tukamoja tuwe makini katika masala ya mlango wa majina ya Allah na sifa za Allah. Unathibitisha alichokithibitisha Allah, sawa? Ama kaifia, kama Allah hakueleza, wewe haujui, na hivi ndivyo mambo yanavyoenda katika mlango huo. Kwa hiyo akasema kama yaliqu bijalali, kama inavyoendana na namna yake Allah, wa innama taqtadi ilmuhu ma'iyya. Sasa kaanza kufafanua ile ma'iyya, kwamba ule pamoja wa Allah, akisema Allah yuko pamoja na nini, maana yake ni nini? Wa innama taqtadi ilmuhu, hakika si vinginevyo upamoja wa Allah na kusudia elimu yake, bimaana Allah yuko pamoja na yeye, anajua kila unachokifanya. Pamoja wattilauhu, na kukuona Allah yuko pamoja na yeye, anakuona ulipokuwa. Wa ihatatuhu bihim, na kukuzunguka au kuzunguka kwake hao viumbe, Allah anawazunguka kwa ilmu yake. Hakuna chochote kinachoweza kufanya kitu kikawa nje ya utambuzi wa Allah. Ahata bikulli shay'in ilma. Kwa hiyo ule pamoja wa Allah unaokusudia kwamba Allah yuko pamoja na nini, ni kwamba Allah amekuzunguka kwa elimu yake. Wasamauhu liaqwalihim, na kusikia kwake minong'ono yao au maneno yao. Ma yakunu min najwa thalathatun illa huwa rabi'uhum, hawatakuwa watu kwenye takundi za watu watatu wanazungumza au wanatenda, isipokuwa na Allah atakuwa ni wanne wao. Sasa watu wanateta hapa watatu, wengine wako kule, wengine wako kule, anawasikia. Tunamoja kwa hiyo tunasema ule pamoja Allah, Allah yuko pamoja na wewe, ni maana anasikia maneno yenu. Wa harakatihim, zile harakati zenu, bi maana Allah yuko pamoja na wewe, bi maana anakuona unachokifanya. Wa basarihim bi ahwalihim, na kuona kwake hali zao, bi maana Allah anazijua hali zenu. Wa dhamairihim, na yale yaliyokuwa ndani ya vifua vyenu. Ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun, anafahamu yaficha na yale mnayofanyaje. Kwa hiyo Allah yuko pamoja na ninyi, ni maana kile unachoanza tu kukihisi ndani ya nafsi, Allah anakijua. Wa hifdhihi, Allah yuko pamoja na ninyi, bi maana kwa kuwahifadhi. Allah anawahifadhi.
kuwasimamia mitume wake, wa auliyaihi almu'minin, na wale vipenzi wake waumini, wa nasrihi lahum, na kuwanusuru hao watu wake waumini, wa tawfiqihi lahum, na kuwawafikisha kuyafanya ya kheri, ila ghairi dhalika, na mengineyo. Kwa hiyo hapa amejumlisha baina ya ma'iyatun 'amma na ma'iyatun khassa. Ma'iyatun khassa ni ule pamoja wa Allah kwa wale watu wake anaowapenda pamoja, na hii inakuwa ni ma'iyatun nasri wa ta'yid wal hifdh wal kalam. Inakuwa ni pamoja wa Allah kuwanusuru wale watu wake waumini, kuwafikisha, kuwatia nguvu, kuwanusuru pamoja, kuwalinda na machafu, kuwathibitisha na kuwafikisha katika mambo ya kheri. Hii ni maiya, ni pamoja wa Allah kwa waumini. Ama maiyatun amma, upamoja wa Allah kwa watu wote anaowapenda na asiowapenda, ni kama nisema kuwaona, kuwasikia, kufahamu kila kitu chao cha siri na cha wazi. Tunaona tayeb, ila ghairi dhalika mimma taqtadihi al-ma'iyyatu al-'amma wal-khassa min al-ma'ani al-jarida, na mengineyo katika yale ambayo yanakusudiwa na ma'iyyatun 'amma, upamoja wa jumla na upamoja wa hasa kwa watu maalum, katika zile maana zilizokuwa ni tukufu, wal haqa'iq thabita, na uhalisia wa kweli. Kwa nini anasema al haqa'iq thabita? Kwamba upamoja huu ni wa kweli, wa uongo ni wa kweli. Mfano, unapokuwa unaongea na mtu kwenye simu kumwambia, bwana ndugu yangu, tuko pamoja, niko pamoja nawe katika kila kitu. Huyo mtu anaangalia yuko Zanzibar au Dar es Salaam, mko pamoja kweli? Na ni maana mko pamoja katika nini? Kuna kitu unakikusudia, sio hivyo? Mko pamoja katika hilo jambo, mkubaliana, utaonyesha ushirikiano naye, utamtia nguvu. Unaposema kwamba tuko pamoja na mwezi, ma kunna nasiru wal qamaru ma'ana, yani kila tunapoenda mwezi uko pamoja na sisi. Mwezi uko wapi? Na mwezi uko juu, uko chini. Hiyo safari ya kufunga kwenda kufikia mwezi utachukua masiku, lakini unasema niko pamoja na nini? Na mwezi. Imana ile makusudio yako nasema tuko pamoja na mwezi, ni sinafahamika. Kwa hiyo walisia huko pale wanasema Allah yuko pamoja na sisi, si lazima awe anachanganyikana na nini. Tunamoja. Kwa hiyo hili neno Allah anasema yuko wallahu ma'akum, makusudio yake ndio haya tuliyofafanua. Si lazima awe ili awe pamoja na sisi ni achanganyikana naye, yuko pale sio yuko tu, la. Hada i'tiqadun batil, yakutakia kwamba Allah yahilu fi kulli makan, Allah anaingia kila mahala. Nikumkosea adabu, kumkosea adabu Allah, umeingia chooni, upo naye, hina lazim kumhudhi Allah katika sehemu maalum. Pamoja na shehe, kwa mlango wa itikadi hasa katika majina na sifa ya Allah unahitaji umakini. Nasema al-haqa'iq dhalika lillah subhanahu kama ishtamala ala inkari qawl ahli at-ta'dil wa at-tashbih wa at-tamthil wa ahli al-hulul, kama ambavyo vile vile kimeenea kitabu hiki katika kusanya katika kupinga kauli ahli at-ta'dil. Ahli at-ta'dil ni wale watu wanaopinga majina ya Allah na sifa za Allah, kama Allah hana majina na Allah hana sifa. Watashbih ni wale ambao wanamshabihisha Allah na kitu. Sawa? At-tashbih ni kumfananisha Allah pasina kuweka mfano. Ama
Tamthil ni kumfananisha Allah kwa kupigilia mfano, kwamba unafananisha sifa ya Allah na sifa ya kiumbe. Tukamoja kwamba mkono ni kama mkono, kusikia ni kama kusikia. Hii ni tamthil. Wa ahli al-hululi, na wale watu wa hulul. Al-hulul bi maana ni wale al-hulul al-ittihad, wale watu wanatakidi kuwa Allah yahillu fi kulli makan. Allah anaingia kila mahala. Allah yuko ndani yako na yuko ndani ya nani? Allah ni kama itikadi ya Nasara. Fajazahu Allahu khaira, Allah bighairi wa dha'a matubatahu, na amuongezee thawabu, wa zadana wa iyyahu ilman wa hudan wa tawfiqa, na Allah tuzidishie sisi pamoja na shekhe elimu na uongofu na tawfiqi. Allahumma amin. Wa nafa'a bi kitabihi al-qurra wa sa'il muslimin, na anufaishi kwa kupitia kitabu chake wale wenye kukisoma na Waislamu waliobaki. Allahumma amin. Innahu waliyu dhalika wal qadir alayhi, kwani hakika Allah ndiyo msimamizi wa hilo na ndiye anayeweza kutimiza hilo. Qalahu mumilli al-faqir ila Allah ta'ala, amesema maneno haya, bi maana aliandika maneno haya ni kipenzi chake cha Sheikh al-Faqir ila Allah, mwenye kuhitaji kwa Allah, Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz, samahahu Allah, Allah msamehe. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Wana samahahu ni Kiswahili au Kiarabu? Samahahu Allah asilimia kubwa ya lugha ya Kiarabu na Kiswahili, maneno asilimia 30 ya maneno ya Kiswahili ni Kiarabu. Kwa moja, asilimia 30 ya maneno ya Kiswahili ni Kiarabu. Hakuna Waswahili na kama wapo watathibitisha hilo, au huenda wasijue, wataona wanasoma mingi lakini hawajui, kwa sababu ya Kiarabu wakawa hawajui. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Tadhia radhi tumezidisha dakika 2.